Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025, siku ya Jumanne katika juma la 33 ya mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 6 aya 18 hadi ya 31, na somo la Injili kutoka Injili ya Luka sura ya 19 aya kwanza hadi ya 10. Na sasa tusikilize somo la Injili. Yesu alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Atazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, "Shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako." Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona wakanungunika wote wakisema, "Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi." Zakayo akasimama akamwambia Bwana, "Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, "Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea." Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, neno la Mungu siku hii ya leo linatualika kutafakari juu ya huruma ya Kristo isiyo na mipaka, hasa kwa wenye dhambi. Wazo hili limewekwa bayana hasa katika somo la Injili, ambako Zakayo aliyekuwa mkuu wa watoza ushuru katika dola za Kirumi anajiona mdhambi, kwa hivyo anapata shauku ya kumwona Yesu. Katika kutimiza azma hiyo ya kumwona Yesu, alikumbana na vizuizi mbalimbali. Vizuizi hivyo ni kimo chake mwenyewe, lakini pia umati wa watu. Kwa hivyo akapanda juu ya mkuyu, kitendo ambacho kisingekuwa rahisi kwa kiongozi mkubwa kama yeye, lakini kwa shauku aliyokuwa nayo alijiona mtoto mdogo mbele ya Yesu. Alijinyenyekeza na kujiona mdhambi mbele ya Yesu, na hivyo Yesu akamwambia na kumwita kwa jina, "Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kukaa nyumbani mwako." Rejea Injili ya Luka sura ya 19 aya 5 hadi ya 7. Tendo hiki kiliwaumiza makutano na kuanza kunung'unika kuwa ameenda kukaa na mtu mwenye dhambi. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, Yesu anamjua kila mmoja wetu kwa jina, na anajua kila kitu anachowaza, anachosema na anachotenda, na daima anatutaka tupalilie shauku ya kukaa naye. Yeye aliye tabibu wa kweli kwa wenye dhambi anatuita tulivyo, bila kujali muonekano wetu mbele ya uso wa jamii, lakini pia haangalii tuliotenda. Anaangalia moyo ulio tayari kubadilika na kuanza maisha mapya ya kumfuasa Kristo na kuishi naye. Kumbe sasa tunaalikwa kuangalia mwondoko wa maisha yetu na kufanya malipizi ya hiari kama alivyofanya Zakayo. Rejea Injili ya Luka sura ya 19 aya ya 8. Malipizi ambayo ndani yake kumejaa unyenyekevu kwa yale tuliyofanya ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa njia hiyo tunafanya toba ya kweli ambayo kwayo tunaungana na Kristo
katika maisha yetu ya kila siku. Basi tumombe Mungu atujalie moyo wa toba unaodai mabadiliko ya kina ili kuishi maisha yaliyojaa matumaini kwa Kristo mfufuka aliye asili ya wokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa nami Frateri Liuteri Mao kutoka Jimbo Katoliki la Mbulu, inayesoma masomo ya theolojia mwaka wa 4 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.